kwa mwaka unaofuata 2026. Kama mtakumbuka, ndugu waandishi wa habari, leo ni siku ya mwisho kwa mwaka 2025, na kwamba sasa kilichosalia ni masaa machache mwaka wetu uweze kupinduka na kuanza mwaka mpya wa mwaka 2026. Lakini kwa mwaka 2025 yako mambo mengi ambayo ninyi waandishi wa habari mmeweza kuyafanya kama sehemu ya kuhabarisha umma kuhusu mambo mbalimbali ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa awali ya yote, nipende kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametusaidia sote tukawa hapa, lakini aliyetusaidia sana mkoa wetu wa Dar es Salaam ukavuka salama katika mambo mengi. Na la kwanza ambalo ningetaka pia kumshukuru Mungu kwa zaidi ya yote ni kuhusu usalama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mkoa wetu wa Dar es Salaam, kiwango na hali ya usalama mpaka sasa ipo juu sana, kwa maana kwamba bado tunaendelea kushirikiana na wananchi wote kwa ujumla ili kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa kivutio cha kila kitu, na hasa katika masuala ya uwekezaji na masuala ya makuzi ya kiuchumi katika taifa letu. Lakini jambo la pili, namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mnafahamu kwa dhati kwamba sisi kama wateuliwa tu wa Mheshimiwa Rais tunayo dhamana pana ya kuweza kufanya kazi kwa maelekezo yale anayoyaelekeza. Lakini zaidi, kama mnafahamu kwamba vyeo vyetu usipofanya kazi kwa bidii, maana yake Mheshimiwa Rais anayo haki ya kikatiba ya kufanya maamuzi ya aina tofauti na kazi ambazo wewe kiongozi umepewa kufanya na hujazifanya. Kwa nikiri kwa dhati kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuamini kwa mwaka unaopita huu 2025 na pengine hata kuendelea mwaka 2026. Lakini pia niwashukuru sana timu ya wafanyakazi wenzetu na wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, mkiwemo ninyi waandishi wa habari, kwa kazi nzuri ambazo mmeendelea kuzifanya, kwa sababu habari ni muhimili wa nne wa dola, na kwamba pale ambapo mtaripoti taarifa inayoweza kugharimu taifa, ni dhahiri kuwa chombo cha habari kinaweza kuwa na role ya kuchochea ama role ya kuweza kuzuia au kupunguza kile ambacho kingeweza kupata taifa letu. Kwa dhati niwashukuru sana waandishi wa habari, na niwashukuru sana pia wafanyakazi wenzetu katika mkoa wa Dar es Salaam. Niwashukuru pia wananchi wote kwa ujumla pale ambapo tumefanya kazi na pale ambapo wakati fulani pia tumewaudhi wananchi wetu, lakini kwa pamoja tumeendelea kushikamana ili tuweze kulijenga taifa ama mkoa ambao una dira moja na mkoa ambao una lengo lake kubwa ni kuharakisha maendeleo. Aidha, jambo jingine la msingi sana, ndugu waandishi wa habari, nimeona ni vizuri sana pia tukazungumza machache ambayo tumepita nayo kwa mwaka 2025. Kama mtakumbuka kwamba mkoa wetu umeendelea kupokea fedha za maendeleo kama ambavyo mikoa mingine yote inapokea, na kwamba sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam yako mambo kadhaa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa ni kero kubwa sana. Lakini na kwa dhati nitumie nafasi hii kumshukuru sana tena Mheshimiwa Rais kwa kusimamia kwa dhati ili kupunguza kero ambazo kwa mkoa wetu zilikuwa ni kero sugu na kero mama. Jambo la kwanza katika kero, mtakumbuka kwamba kila yalipotokea mafuriko katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa muda mrefu sana tumekuwa tukifunga baadhi ya barabara, na ambazo ndizo zimekuwa kiunganishi kikubwa cha uchumi kati ya wilaya zingine na wilaya ya Ilala ambayo iko katikati ya jiji letu. Na moja ya barabara ambayo tumekuwa tukiifunga sana ni hii barabara ya Jangwani, ambayo ni barabara Molo Road, na hasa pale Jangwani ambayo imetokana na daraja au maji ya mto kujaa juu ya daraja na kusababisha daraja hilo kutopitika nyakati za mvua. Ninayo heshima kwenu ndugu waandishi wa habari kuambieni kuwa daraja lile tulilipata fedha kwa ajili ya kuanza kujengwa, na fedha nyingi sana ambazo zimekushawekwa hapo, si chini ya bilioni 97, na ambazo zimekushawekwa katika daraja la Jangwani ili kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2026-27 daraja hilo linakuwa limekamilika. Sasa hili wakati fulani budget zinapangwa,
Lakini wakati fulani pia tunasema unapokutana na Mheshimiwa Rais mahali popote, jambo kubwa ambalo unapaswa kumweleza ni kuhusu maendeleo ya mkoa wako na kipande ulichopewa kuongoza. Kwa nikiri kwa dhati kwamba baada ya kumweleza Mheshimiwa Rais mara kwa mara katika hili, baadaye akaidhinisha fedha ambazo zimekwenda sasa kuanza kujenga daraja la Jangwani, kujenga daraja la Mkwajuni na kujenga daraja la Kigogo. Daraja la Kigogo, ndugu waandishi wa habari, linajengwa kwa chini ya bilioni 17.7. Wakati daraja la hapa Jangwani linajengwa kwa chini ya bilioni 97. Na daraja la Mkwajuni linajengwa kwa chini ya bilioni 11. Sasa ukiangalia fedha hizi zote ni fedha ambazo ziko pamoja, zimekaribiana ili kuhakikisha kwamba barabara zinazoingia mjini zinapitika. Kwa hii ni jambo ambalo kwa kuwa lilikuwa kero kwa muda mrefu na kwa kuwa ilikuwa inalazimika kusimamisha shughuli za kiuchumi kwa kufunga barabara hiyo, nitoe maelezo ya dhati kwamba tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia ili kuiondoa adha hii ambayo kwa muda mrefu kimekuwa ni kilio kwa wana Dar es Salaam. Lakini jambo jingine la muhimu ambalo pia nitaka mlielewe, kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana barabara ya kwenda Kongoe, ambayo ninyi waandishi wa habari mmekuwa ni mashahidi. Baadhi ya wenzetu wamepoteza maisha yao kwa sababu ya magari kuferi breki, barabara kuwa nyembamba, na baadhi ya watu wameachiwa ulemavu kwa sababu ya ajali ambazo zimekuwa zitokea katika barabara hiyo. Ndugu waandishi wa habari, kwa sasa Mheshimiwa Rais aliridhia chini ya Wizara ya Ujenzi kwamba barabara hiyo itanuliwe, barabara ambayo inaitwa Rangi Tatu Kongoe, Mbagala Rangi Tatu Kongoe, ipanuliwe na kwamba sasa inajengwa kwa si chini ya bilioni 54.5. Na ujenzi huo kwa sasa umefikia 25%. Naeleza haya ndugu zangu waandishi wa habari kwa sababu unapofunga mwaka ni vizuri sana pia wana Dar es Salaam wakaelewa progress ya maendeleo ambayo mkoa wetu umepata ndani ya muda mfupi sana wa utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo la tatu jingine katika mfumo huo wa barabara, kama mtakumbuka, Dar es Salaam kwa sasa imewekeza viwanda vingi upande wa Kisarawe tu pale Kigamboni. Na kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana ya muda mrefu kuhusiana na ubovu wa barabara ya kutoka Kibada, Mwasonga mpaka Kimbiji. Barabara ile ndugu zangu waandishi wa habari, barabara ile inajengwa sasa kwa kilomita 41 na ujenzi huo umekwisha fikia 50%. Madaraja yanajengwa na anajenga mzao mwenzetu ambaye anaitwa Esteem, na wakati tayari madaraja mengine yamechanganyikana kati ya wazawa pamoja na watu ambao sio wazawa, lakini kutokana na ukubwa wa mitambo. Barabara ile ndugu zangu inajengwa kwa bilioni 83.8. Na hiki kilikuwa ni kilio kikubwa sana cha wawekezaji wakubwa ambao wamewekeza kule Kigamboni, na sasa barabara hii inajengwa kwa bilioni 50 kwa bilioni 83.8 na ujenzi wake umefikia kama nilivyosema 50%. Lakini kama mtakumbuka pia mwaka jana au mwaka juu zile mvua nyingi, wapo wananchi barabara Kunduchi walidai tumeokota magari ambayo kama mtakumbuka ni baada ya madaraja kusomwa. Madaraja yale Mheshimiwa Rais ametoa fedha si chini ya bilioni 11 pale chuo cha NDC kwa chini ili pia daraja lile na lenyewe liweze kutengenezwa vizuri na Watanzania waweze kupita. Kwa sisi mkoa wetu Dar es Salaam kwenye upande wa barabara na hasa zinazomilikiwa na TANROADS peke yake kuna zaidi ya bilioni 900 ambazo zimewekwa katika mabarabara, ukiweka barabara za mwendo kasi, barabara za kawaida pamoja na madaraja yake. Kwa hiyo tunapofunga mwaka 2025 ni vema tukawaeleza wana Dar es Salaam kuhusu adhima ya makuzi ya mkoa wetu ambayo serikali imeweka chini ya uongozi ama utawala wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Pamoja na haya, zipo barabara zingine nyingi ambazo nitawaachia dokumenti hapa kwa manufaa ya wana Dar es Salaam wenzetu waweze pia kuzisoma, barabara ambazo zinatengenezwa. Moja ikiwa ni ujenzi wa daraja la Mtongani na mifereji ya mvua kwa pesa nyingi chini ya bilioni 24, lakini pamoja pia na barabara zingine nyingi ambazo pia zimeendelea kushughulikiwa katika kipindi kifupi hiki cha utawala wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kama itoshi ndugu zangu waandishi wa habari, upande wa TARURA zipo pia barabara kwa program maalum ya DMDP2. DMDP inajenga barabara zake hapa Dar es Salaam. Na kwa sasa kama mtakumbuka tulisema zitajengwa barabara
chini ya kilomita 255, lakini so far status ya sasa tumesha saini mikataba 21 ambayo ina kilomita 158, na katika kilomita hizi 158 zinajengwa kwa bilioni 438, na mpaka sasa ujenzi wa barabara hizo za DMDP2 ziko 26% mpaka 46% katika ujenzi wake. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa wana Dar es Salaam ya kwamba tuendelee kushirikiana na wakandarasi wote ambao wako katika mabarabara haya ili miradi hii iweze kukamilika kwa wakati na tuweze kuharakisha maendeleo katika jiji letu. Ipo mikataba michache ambayo bado haijasainiwa na ambayo inasubiri sasa tulipe fidia, kwa sababu baadhi ya barabara zinapita kwenye nyumba za watu. Tulipe fidia, alafu baada hapo wananchi waendelee kupata huduma za barabara. Lakini vile vile, ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba kwa miezi michache hapa nyuma tumepita katika kipindi kigumu cha ukame. Na katika kipindi hiki kigumu sana cha ukame, ndugu waandishi wa habari, sisi Dar es Salaam tunategemea sana maji yanayotoka mto Ruvu. Na mto Ruvu chanzo chake kikubwa pia ni milima ya Uruguru. Na ndani ya milima ya Uruguru kuna mito chini ya 5 ambayo inachangia maji yake kwenye mto Ruvu, kwenye mto Ruvu. Na kutoka Ruvu na kutoka kule Morogoro mpaka hapa si chini ya kilomita 260. Maana yake ni kwamba mtu unasafiri kwa chini ya kilomita 260. Na kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amekuwa akizungumza, waziri wa maji, mitambo yetu kwa sasa DAWASA ina uwezo wa kuproduce maji si chini ya lita milioni 534. Na nisema lita milioni 534 kipindi chote cha ukame, manake mitambo ilikuwa inaweza kuzalisha maji ya si chini ya lita ambazo nimezitaja. Na ndio maana kidogo kawa sasa kuna uhaba mkubwa. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu pia pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Maji wamefika pia kwenye chanzo, na sisi serikali ya mkoa tumefika kwenye chanzo na kuona kwamba mvua ambazo zimeshaanza kunyesha katika baadhi ya mikoa tayari kina chetu cha maji kimeendelea kuongezeka, kwa maana Ruvu juu na Ruvu chini, ili production ya maji ya lita milioni 534 iweze kurudi kama ilivyokusudiwa. Pamoja na hili, iko mikakati mingi, na moja mikakati mkubwa ni kuhakikisha tunatumia ipasavyo maji ya ardhini, kwa maana ya ground water, ili sasa wana Dar es Salaam waweze kupata maji muda wote, hata kipindi cha ukame. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliona ni muhimu sasa kutengeneza bwawa pale Kidunda, Morogoro, bwawa ambalo litatunza maji lita bilioni 100, ambalo maji hayo yatakuwa ni mtiririko wa maji ya mvua, yatahifadhiwa katika bwawa la Kidunda. Lakini bwawa hilo litasevu zaidi maji hasa kipindi cha ukame, hasa kwa mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Na mpaka muda huu zaidi ya 40% zimekwisha endelea kukarabatiwa, kutengenezwa kwa bwawa hilo, na kwamba ifikapo mwaka 2026 kwa mujibu wa taarifa za wizara, maana yake ni kwamba bwawa litakuwa limekamilika kuprovide maji, lakini zaidi pia kuzalisha umeme wa chini ya megawati 20. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona kwanza tuwape pole wana Dar es Salaam kwa ile adha ya muda mfupi katika kipindi hiki tunachofunga mwaka, lakini zaidi pia tuwaeleze mipango mikubwa ya serikali ambayo imekushawekeza ili kuhakikisha kwamba mipango hii ya maendeleo katika mkoa wetu inatimizwa. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ameelekeza kwa wizara ya maji kwamba sasa ni muda mwafaka pia wa kuchukua maji kutoka mto Rufiji ili aweze pia kuja moja kwa moja kuhudumia wakazi wa Dar es Salaam na pengine wakazi wa mkoa wa Pwani na wakazi wa mkoa wakazi pengine maeneo mengine jirani. Na kwa maelezo pia Mheshimiwa Waziri wetu wa maji ni kwamba tayari taratibu zimekwisha anza ili kuhakikisha kwamba baada ya muda tunapata tena maji yanayotoka katika mto Rufiji. Na kama mnavyojua kule tayari kuna bwawa la Mwalimu. Maana yake ni kwamba maji yanayojaa katika bwawa la Mwalimu yanayotembea katika mto Rufiji yatakuwa maji ya mvua pia yatakuwa yapotei, ili angalau pia yaweze kufika Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudumia shughuli mbalimbali zikiwemo shughuli za viwanda na masuala mengineyo. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa TANESCO kwa leo hatuna matatizo makubwa. Ni sekta ambayo wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Na mpaka sasa malalamiko katika sekta umeme yamekuwa sio kama mwanzo. Sasa kilichopo kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna miradi mikubwa ya ubadilishaji sasa wa miundombinu ile ya usambazaji wa umeme,
pamoja sasa pia na miradi mingine ambayo ipo hapa kwetu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa substations na kuongeza nguvu za substations hizo ili ziweze pia kusave baadhi ya maeneo. Kwa ndugu waandishi wa habari, tumeona pia ni muhimu tukawaeleza wenzetu pia wana Dar es Salaam ili waone kwamba tunapofunga mwaka huu 2025 ni mambo gani serikali imekwisha anza kuyatekeleza kama sehemu pia kuhakikisha kwamba tunajiimarisha